Yule kaka kuatilia maanani. Alivua miwani na kuniangalia kisha akapiga hatua kunisogelea pale ambapo nilikuwa nimekaa akanipa mkono. "Habari mrembo." "Usalama," nilimjibu. "Nimefurahi kukuona." Martha na Paulina walicheka sana na kugonga. "Makubwa. Ina maana haya macho yameona kitu kipya eh?" Patrick aligeuka kisha akawajibu, "Sio macho tu, bali na moyo pia umependa." "Oe, nilijua tu. Sisi ya Patrick wewe mtu mkubwa." Nilibaki natoa macho na sikuweza kuelewa alichokuwa anazungumzia wale watu na sikujua yule Patrick alikuwa ni nani. Kisha Patrick akaamua kujitambulisha upya kwangu. "Naitwa Patrick." "Tatiana," nilimjibu hivyo. "Wow, una jina zuri sana." Martha alimshika Patrick begani kisha akamwambia, "Mzee, naona umeshapagawa. Hebu tununulie bia tuzimue wakati wewe ukiwa unaendelea kumwangalia huyo mrembo." Patrick alitoa pesa na kuwapatia kisha akarudi kwangu na kuniambia, "Nahitaji huduma ya massage. Nahitaji unihudumie." Nikamwambia, "Lakini mimi siwezi, sijawahi kufanya hiyo kazi." "Unashindaje sasa mrembo? Acha kuniangusha bwana. Tafadhali naomba mchague mtu mmoja kati ya Penina au Martha. Mimi nimekuchagua wewe." "Lakini nimekwambia siwezi." Martha alisikia tulivyokuwa tunavutana akaja karibu yetu. "Tatiana, utaweza lini? Hebu kajaribu hata leo. Sio kazi ngumu mbona?" Patrick akadakia, "Tena nitakuwa namuelekeza hata sijali." "Na sasa je, huoni kama una bahati ya kupata mteja mzuri?"